Tukae. Dr. Saif Abdalla Shekilagi, Katibu Mkuu Wizara ya Afya, ndugu Ismail Romatila, Naibu Katibu Mkuu wa wizara hii muhimu ya afya, Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini Hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa, Dr. Profesa Abel Makubi, Mkurugenzi wa hospitali hii ya Kanda ya Benjamin Mkapa. Ninatambua uwepo wa waganga wakuu wa mikoa kote nchini walioshiriki nasi hapa siku ya leo, wakiongozwa na Dr. Thomas Utachunzibwa, mganga mkuu wa Dodoma. Yuko wapi? Simama. Nashukuru. Lakini nitambue viongozi wote wa taasisi, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali chini ya wizara. Ninatambua uwepo wenu na mchango wenu mkubwa kwa taifa hili. Wageni waalikwa, watumishi wote mlioshiriki, wanahabari, mabibi na mabwana. Ndugu mwenyekiti wa bodi hii ya wadhamini hospitali yetu hii ya Kanda, nichukue fursa hii kukushukuru sana. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa siku ya leo tukiwa na afya njema katika hospitali yetu hii muhimu ya Kanda ya Benjamin Mkapa. Hospitali hii ni hospitali ya mfano na alama ya dhamira ya serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha huduma za afya kwa Watanzania. Nawashukuru pia kwa mapokezi makubwa, lakini nimepata fursa ya kuzunguka. Nikiri hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Nimepata fursa ya kuzunguka na nimejionea maajabu makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 na serikali zilizopita katika kulinda afya za Watanzania. Tupige makofi mengi kwa viongozi wetu wazalendo kwa taifa hili. Kwa hiyo niwashukuru. Pita zangu na mahojiano yangu na wagonjwa, ndugu mwenyekiti, nimeridhika na utendaji mzuri wa hospitali hii ya Kanda Benjamin Mkapa. Tuwapigie makofi mengi sana. Na nikuelekeze Katibu Mkuu, maazimio yaliyotolewa na mganga mkuu mkurugenzi wa hospitali hii ya Benjamin Mkapa, ninaelekeza tu ya adapt na yatakuwa ni sehemu ya doctrine ya maelekezo nitakayotoa ya ziada, pamoja na yale hasa kwenye utolewaji wa huduma. Nimeridhika pamoja na maeneo mengine nilikupita, lakini nimeridhika pia hapa kwamba Benjamin Mkapa mmepiga hatua sana kwenye eneo la utolewaji wa huduma. Nawapongeza sana. Makofi hayatoshi. Hebu jiongezeni makofi. Nadhani kwa mara ya kwanza kila ninakopita sisikii harufu ya dawa. Sasa sijui ni leo tu kwa sababu nakuja au ni kila siku. Nitatuma watu wangu kwa utaratibu ule ule kimya kimya watapita ili tujiridhishe kama hizi harufu za dawa ambazo tumezisikia maeneo mengine hapa Benjamin Mkapa sijasikia, ni kila siku au ni kwa sababu waziri kapita? Haya, hili tutajiridhisha. Nitawaletea wageni siku mbili hizi, nitawaletea wageni kwa utaratibu wangu ule ule. Ndugu mwenyekiti, ninakiri kwamba ziara hii ilichelewa kuanza. Ilipaswa ianze mapema kidogo, lakini lazima tutambue kwamba tuna kamati za bunge ambazo zinaendelea na vikao. Lakini jana nilitoka pale ofisini NHIF saa 6:30 usiku nikiandika hotuba yangu.
Nilipofika nyumbani nikaendelea kuiandika, na utaratibu wangu kulala saa 9, saa 10 kila siku. Sasa nilipomaliza kuandika, wakati najaribu kusave ile hotuba nikasema huyu msukuma wa Benjamin Mkapa ameweka kitu gani? Manake hotuba sioni. ya mezani. Kajaribu kupekua yule mkurugenzi wa IT, naye kaikosa. Nikalazimika sasa kupekua na kutengeneza. Kwa hiyo nimeipata hotuba nyingine inayofanana na ile. Ina kurasa si nyingi sana, kama 40. Kwa hiyo ziara hii ni ziara ya kimkakati. Ni ziara ya mkakati wa wizara yetu ya afya ya kujionea kwa vitendo utoaji wa huduma, usikilizaji wa wagonjwa na watumishi, na kuhakikisha kuwa maelekezo na ahadi za rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinatekelezwa kikamilifu kwa wakati na kwa viwango vinavyolingana na matarajio ya Watanzania. Nimejionea leo kazi nzuri kama ambavyo nimetangulia kusema. Nimejionea mazingira bora ya huduma, nimejionea nidhamu ya kazi, lakini nimejionea ubunifu wa hali ya juu na moyo wa kujali wagonjwa, ambayo inapaswa kuwa ni rejea kwa hospitali nyingi nchini. Tuwapigie makofi kwa mara nyingine. Serikali imeendelea kuwekeza kwa viwango. Serikali imeendelea kutoa fedha na kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika huduma za ubingwa na ubobezi, ikiwemo saratani, upandikizaji wa figo, moyo na huduma nyingine za kibobezi, sambamba na kuhakikisha kuwa wagonjwa wasio na uwezo hawanyimwi huduma kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Sambamba na hilo, maandalizi ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote yako katika hatua za mwisho, ikiwa ni suluhisho la kudumu la changamoto za upatikanaji wa huduma za afya kwa haki, upatikanaji wa huduma za afya kwa usawa na uendelevu. Kwa kikao cha leo, matarajio yangu ni kujadiliana kwa uwazi, kwa kina, kuhusu uimarishaji wa huduma, uwajibikaji kiutendaji, maandalizi ya bajeti na mipango ya baadaye ya kupanua huduma za kibobezi. Lengo ni moja: kuhakikisha kila Mtanzania bila ubaguzi anapata huduma bora za afya kwa wakati na kwa heshima inayostahili. Kabla sijajikita kwenye jambo letu la leo, ninaendeleza pongezi zangu kwa Profesa Abel Makubi, mtendaji mkuu, mkurugenzi wa hospitali hii ya Benjamin Mkapa, kwa uongozi thabiti, maono ya kimkakati na usimamizi makini ulioifanya hospitali hii kuwa kielelezo cha ubora wa huduma za afya. Wizara ya Afya inaendelea kutambua na kuthamini mchango wako pamoja na management nzima kwa kujenga hospitali yenye viwango vya kimataifa, kitaifa na kimataifa, inayotoa huduma kwa weledi, utu na uwajibikaji. Hongereni management. Simameni wawaone. Hongereni sana kwa kazi nzuri hii. Asanteni kwa kuitikia wito huu muhimu. Najua ratiba zenu kila mmoja wetu hapa ni nzito. Wengine mmetoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine, wengine mmeacha vikao vingine, na pengine wengine mmeahirisha safari zenu za nje ya nchi. Hilo pekee inaonyesha jambo moja: sekta ya afya
ina viongozi wanaojali. Ninawapongeza kila mmoja wenu, jipigie makofi mengi sana kila mmoja katika kikao hiki. Niseme mapema kabisa, leo si kikao cha kawaida, si kikao cha kusikiliza hotuba nzuri alafu kila mtu arudi kwenye kawaida yake. Leo ni siku ya kuweka mwelekeo mpya. Leo ni siku ya kujenga sauti mpya ya uongozi na kuweka matarajio mapya ya namna sekta ya afya inavyoongozwa na kutumika. Nianze kwa kusema jambo moja ambalo kila mmoja wenu analifahamu sana, lakini si mbaya kukumbushana, na hili nalirudia kwa makusudi. Afya si gharama. Afya ni uwekezaji wa kimkakati katika utu wa Mtanzania, uzalishaji wa uchumi, usalama wa taifa na heshima ya nchi yetu. Nchi inaweza kuwa na barabara nzuri, nchi inaweza kuwa na bandari kubwa na majengo marefu, lakini kama wananchi wake ni wagonjwa, basi maendeleo yote yanakuwa ni mapambo tu. Kwa lugha nyepesi, hakuna taifa imara juu ya watu dhaifu kiafya. Leo ninazungumza nanyi si kama msimamizi wa mifumo iliyopo, bali kama kiongozi aliyekabidhiwa dhamana ya kuongoza mabadiliko makubwa ya kihistoria katika sekta ya afya ya Watanzania. Na mabadiliko haya hayatatokea kwa barua nyingi za kuandikiana. Mabadiliko haya hayatatokea kwa vikao vingi. Mabadiliko haya hayatatokea wala kuandika ripoti nzuri pekee, bali yanatokea kwa uongozi unaothubutu kufanya maamuzi. Waheshimiwa viongozi, msingi wa uongozi wangu ni rahisi sana, lakini ni msingi ambao hauna tafsiri mbili. Ubora, quality, si hiari. Swala la kusema tutajitahidi kwa kadri ya mazingira, mgonjwa akifika hospitalini hafiki na mazingira ya hospitali, anafika na maisha yake, anafika na hofu ya familia yake, na anafika na imani kwamba serikali yake itamlinda. Hakuna mama anayemleta mtoto wake hospitalini akisema najua mazingira ni magumu, basi mtibu kadri mtakavyoweza. Hapana. Mama anapokuja hospitalini akiamini mtoto wake atapata huduma bora bila visingizio. Ndio maana ninasema quality si kiwango cha bajeti. Quality ni msimamo wa uongozi. Na ndio maana napenda niweke msimamo wangu wazi kabisa kuhusu ubora wa huduma za afya nchini. Kwangu mimi, quality si sehemu ya mfumo wa afya. Quality ndio mfumo wenyewe wa afya. Katika huduma za afya hakuna nafasi ya makadirio, hakuna nafasi ya kubahatisha, na hakuna nafasi ya kusema tumefanya kadri ya uwezo wetu. Kila hatua, kila utaratibu na kila uamuzi una athari ya moja kwa moja kwa maisha ya binadamu. Ndiyo maana nimeelekeza hospitali zote muhimu za kitaifa, rufaa na zile zenye mzigo mkubwa wa huduma kuanza mchakato wa kupata uthibitisho wa viwango vya kimataifa, international accreditation, ikiwemo ISO standard na mifumo mingine inayotambulika kimataifa. Si kwa sababu tunataka vyeti ukutani, hapana, bali kwa sababu tunataka nidhamu ya mifumo
uthabiti wa taratibu na ubora unaopimika. Hospitali iliyo na accreditation haitegemei mtu mmoja kufanya mambo kwa usahihi. Haitegemei uzoefu wa muda mrefu pekee, bali inategemea mifumo inayofanya kazi hata kama mtu akibadilika. Ubora haupaswi kutegemea nani yupo kazini leo. Ubora lazima uwe sehemu ya utamaduni wa taasisi. Viwango vya kimataifa vinatulazimisha kuwa na taratibu zilizoandikwa na kufuatwa, kupima matokeo ya huduma, si tu kutoa huduma, kujifunza kutokana na makosa bila kuyaficha, na kulinda usalama wa mgonjwa na wahudumu kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa lugha nyepesi, accreditation si adhabu kwa hospitali, ni bima ya ubora kwa mgonjwa. Ni njia ya kuhakikisha kwamba popote Mtanzania atakapopata huduma, iwe hospitali ya taifa, iwe rufaa, anapata huduma inayolingana na hadhi ya maisha ya binadamu. Ninaamini jambo moja kwa dhati kabisa: Tanzania haiwezi kujenga bima ya afya kwa wote juu ya mifumo isiyopimwa ubora wake. Na lazima tujikumbushe au tukumbushane, huduma kwa wananchi si neema, ni haki. Haitufanyi tutoe hisani. Hatufanyi hisani katika kutoa huduma, bali tunapomhudumia mwananchi hatusemi tumemsaidia. Mwananchi amelipa kodi, mwananchi amelipa mchango, mwananchi na juu ya yote amelipa kwa imani ya serikali yake aliyoichagua. Na imani hii ikivunjika, haitengenezwi kwa tangazo, inatengenezwa kwa huduma inayofanya kazi. Uwajibikaji si adhabu, ni wajibu wa nafasi tulizopewa. Ukikubali kuwa kiongozi, umekubali kuhojiwa, umekubali kupimwa, na umekubali kusimama mbele hata kama mambo yakiwa magumu. Cheo hakikuwekwa ili kukufunika, bali cheo kiliwekwa ili kukupa mamlaka ya kubadili mambo katika eneo lako. Nataka sekta ya afya itambulike kwa vitendo, si kwa presentation nzuri zinazotolewa katika maeneo mbalimbali. Maamuzi ya haraka lakini sahihi. Sio kila tatizo lisubiri barua ya 3, barua ya 4, kikao cha 4 au kauli ya tutaleta kwenye kamati. Kuna maamuzi ambayo sheria inaruhusu, taratibu zinaruhusu, na akili ya kawaida inaruhusu, lakini yanakwama kwa sababu hakuna aliyethubutu kusema tufanye. Ujasiri wa kutatua matatizo si kuyazunguka. Tatizo likijulikana, lisizunguke ofisi 5, imetoka hapa imekwenda pale, imetoka pale imekwenda huku. Tatizo likijulikana, lisipite tua ya taasisi 6 au bila suluhisho hata moja. Wakati mwingine tunafanya tatizo liwe maarufu kuliko suluhisho lake. Tunalifanya tatizo kuwa maarufu kuliko suluhisho la tatizo hilo. Mgonjwa hana muda wa kusubiri workflow. Ana muda wa kusubiri uamuzi. Viongozi wanaochukua hatua si wanaosubiri maagizo kila wakati, kwa sababu cheo ni mamlaka ya kufanya maamuzi, si cheti cha kusubiri maelekezo kila siku. Ukisubiri maagizo kwa kila kitu,
basi wewe si kiongozi, wewe ni messenger wa ofisi. Na uhakika vyote hivi mna experience navyo. Wakati mwingine tunakuwa na tatizo hospitalini, mashine imeharibika au mashine imezimwa na viongozi wapo, dawa imechelewa, huduma imesimama. Ukimuuliza kiongozi, unasikia mheshimiwa, tumeshaleta taarifa hii juu. Sasa nauliza kwa dhati kabisa, baada ya kuleta taarifa juu, mgonjwa alipona? Mgonjwa alipona? Mnijibu, mgonjwa alipona? Ulipoleta taarifa juu, mgonjwa alipona? Kwa sababu taarifa haitoi dawa, na taarifa hairekebishi mashine, lakini taarifa pia haiokoi maisha ya mgonjwa. Tujikumbushe kwamba uamuzi ndio tiba ya kwanza. Uamuzi ndio tiba ya kwanza, na ndio maana nasisitiza kauli hii kwamba the greatest risk in leadership is not making the wrong decision, it is making no decision at all. This is the greatest risk. Na ninyi ni wasomi, nadhani mmenipata vyema. Makosa ya nia njema yanarekebishika, yanatufunza na yanaimarisha mifumo. Lakini uamuzi uliocheleweshwa hugharimu muda, uamuzi uliocheleweshwa hugharimu fedha, na mara nyingi hugharimu maisha ya wale wanaosubiri kupata huduma. Nisisitize tu bila kumung'unya maneno, sitavumilia uzembe, sitavumilia business as usual inayovishwa koti la hali halisi ya mazingira. Sitavumilia ubora wa kati unaoitwa tumejitahidi. Najua wapo watakaosema haya ni maneno tu, utajuaje kinachoendelea? Wapo watakaosema hayo, lakini ninyi ni mashahidi. Hata siku chache zilizopita, ninawatonya kwa sababu wengi ni rafiki zangu, lakini wengi ninawapenda sana hapa. Ninafahamu kinachoendelea. Mimi ni mtumiaji makini wa taarifa zilizohakikiwa. Nina mifumo ya ufuatiliaji na nina vyanzo vingi vya kuaminika vinavyonipa taarifa au picha halisi ya hali ilivyo katika kila eneo. Hata sasa nikiamua, kila eneo naweza nikataja mapungufu, kwa sababu nina muda wa kutosha wa kusoma na kufuatilia. Ninao muda wa kutosha. Vyanzo vinanipa taarifa sahihi, na ni vyema viongozi wenzangu mkanielewa. Ninapolizungumza jambo, nimelifanyia tafiti nimelihoji na kulifuatilia kwa kina kabisa, na sitegemei chanzo kimoja. Vyanzo ni vingi vya kunipa taarifa, na taarifa wanazonipa ni taarifa za kuaminika, bila kuchujwa wala kupambwa. Na ni vyema wakatambua wale wasiotambua kwamba sikuja katika wizara hii kuweka muhuri wa maamuzi ya wengine au kuhalalisha uzembe uliokithiri. Nimekuja kufanya kazi, kuchukua maamuzi na kusimamia kwa matokeo yanayoonekana. Kwa hiyo tusidanganyane wala tusijifanye hatujasikia. Onyo likitolewa lichukuliwe. Onyo likitolewa lichukuliwe. Tatizo likibainika litatuliwe. Kukaa kimya au kupuuza leo ni kuchagua kulipa gharama kubwa kesho. Kukaa kimya, tatizo lipo, kutaipa gharama kubwa kesho. Nadhani hii imeeleweka vyema, na hilo mimi binafsi sitaliruhusu.
Kuanzia leo, uzembe hautakuwa tena ajali ya bahati mbaya, utahesabika kama uchaguzi, na uchaguzi utakuwa na matokeo ya moja kwa moja. Katika hili, Katibu Mkuu, ninapokuelekeza, kaa na wataalamu, nenda mkafanye mapitio ya MPDSR, yani maternal and perinatal death surveillance response. Nenda mkafanya mapitio, mkafanyeni review ili kutoa mamlaka kwa mabaraza ya wataalamu wa afya kuhukumu watoa huduma wazembe wanaosababisha vifo au athari kwa mama wajawazito bila kuonea aibu. Lakini niseme kwa uzito ule ule ili nieleweke vizuri, nitawalinda kwa nguvu zangu zote madaktari, wahudumu katika sekta hii, wazalendo, wachapakazi, waliotanguliza taifa letu mbele. Nitawasapoti na nitasimama nanyi bega kwa bega. Yako ambayo tumekwisha anza kuyafanyia kazi. Hili la mishahara, tofauti ya mishahara madaktari bingwa bobezi, nimekwisha mwelekeza Katibu Mkuu kuniletea ili tuweze kuyawasilisha kwa mamlaka, na huruma ya mamlaka inaamini pale ambapo uchumi utaimarika, sisi pengine tutakuwa wa kwanza kufikiriwa. Kwa Katibu Mkuu, ninasubiri andiko hili haraka bila kuchelewa. Kwa kiongozi atakayefanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya umma, hata kama maamuzi hayo hayapendwi na wengi, hayapigiwi makofi au yanawagusa vibaya walionufaika na hali iliyokuwepo, kama uamuzi wako umefanywa kwa msingi wa taaluma, sheria na maadili ya utumishi wa umma, basi usihofu. Nitakulinda kwa nguvu zangu zote. Kuanzia leo, Wizara ya Afya itafanya kazi chini ya mfumo wa wazi wa Decision Protection Framework. Mfumo huu una maana moja rahisi: kiongozi anayefanya uamuzi sahihi kwa maslahi ya umma hata lazimika kujilinda peke yake, tutakuwepo wa kumlinda. Uamuzi unaotokana na ushahidi, taratibu na dhamira njema utalindwa na uongozi wa juu wa wizara. Shinikizo la kisiasa, la kijamii au la kimaslahi binafsi halitaruhusiwa kubatilisha maamuzi sahihi ya kiutendaji. Chini ya mfumo huu, wajibikaji utabaki, lakini uoga utaondoka. Tutarekebisha pale palipokosewa, tutajifunza pale tulipokwama, lakini hatutamwadhibu kiongozi kwa kufanya jambo sahihi kwa wakati mgumu. Hatutamwadhibu. Kwa lugha nyepesi, fanya uamuzi sahihi, fuata sheria, linda maslahi ya umma. Waziri yupo. Nawaomba jambo moja, na hii naomba nilisitize kwa uzito: msiongoze kwa uoga wa kulaumiwa. Uongozi wa uoga haujengi mifumo. Uongozi wa uoga haujengi watu, unajenga visingizio. Tanzania haihitaji viongozi wa afya wanaojitetea, inahitaji viongozi wa afya wanaothubutu, wanaowajibika na wanaoelewa kuwa cheo ni dhamana, si kinga. Waheshimiwa viongozi, kwa maelezo haya mafupi, sasa nijikite kwenye bima ya afya kwa wote. Nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wa maono, uthubutu wake wa kisera na uamuzi wa kuliongoza taifa letu katika hatua hii ya kihistoria ya mageuzi katika sekta ya afya kupitia bima ya afya kwa wote, yani Universal Health Insurance. Tumpigie makofi mengi sana jemedari huyu wa taifa letu. Kama taifa
Tunatazamia kwa matumaini makubwa uzinduzi wa kihistoria wa bima ya afya kwa wote kabla ya kukamilika kwa siku 100 za Mheshimiwa Rais. Uzinduzi ambao utabadilisha kabisa dhana ya haki ya huduma za afya nchini Tanzania na kuweka misingi mipya ya ulinzi wa afya za Watanzania. This is not just a policy milestone. It is a defining moment for health rights in Tanzania. Waheshimiwa viongozi, napenda pia kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa management ya watumishi wote wa NHIF pamoja na Wizara ya Afya na taasisi zote zinazoshiriki katika maandalizi ya hatua hii muhimu. Kwa miaka yote mmeendelea kuhakikisha mamilioni ya Watanzania wanapata huduma za afya katika mazingira magumu na yenye changamoto kubwa. Hili ni jambo la msingi, ni jambo la kihistoria na linalostahili kutambuliwa. Katika mfumo huu mpya wa Universal Health Insurance, ni lazima tuseme jambo moja kwa uwazi kabisa. NHIF inakuwa ni moyo wa mfumo mzima wa afya wa Tanzania. NHIF ndio itakayounganisha mwananchi na haki yake ya huduma za afya, mtoa huduma na uwajibikaji wake, dawa na udhibiti wa matumizi na ubora wake, na fedha na uendelevu wa mfumo wa afya kwa ujumla. Kwa upeo wake wa baadaye, NHIF haitakuwa tena taasisi ya kawaida ya bima, bali itakuwa ni National Health System Operator, taasisi yenye jukumu la kudhibiti systematic risk katika mfumo wa afya, kupunguza political risk zinazoathiri uendelevu wa huduma na kuhakikisha uthabiti wa kifedha, kiutendaji na kiteknolojia wa mfumo wa afya kwa muda mrefu. Kwa maneno mengine, NHIF is not just a prayer. It will no longer be a mere prayer alone. It will be a stabilizer, a guarantor of the health system. Kwa sababu hiyo, maandalizi ya bima ya afya kwa wote si jukumu la NHIF pekee, bali ni jukumu ya hospitali zote nchini, vituo vyote vya afya nchini, wasimamizi wa mifumo yote ya afya nchini, kuanzia kwenye afya ya msingi, zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, hospitali za rufaa, hospitali za kanda maalum na hospitali za taifa. Wataalamu wa tehama, watunga sera wote na kila kiongozi aliyepo hapa siku hii ya leo, kila mmoja wetu ana nafasi, kila mmoja wetu ana wajibu na mchango wa moja kwa moja katika kuhakikisha bima ya afya kwa wote inaanza kwa uthabiti, inasimamiwa kwa nidhamu na inalinda hadhi ya haki ya afya ya Mtanzania. Ndugu viongozi, bima ya afya kwa wote si tangazo, si kauli ya kisera peke yake. Ni mfumo mkubwa wa kitaifa unaokwenda kufanya kazi siku ya kwanza ya uzinduzi, na hauachi nafasi ya maandalizi ya nusu. Ndio maana napenda niseme kwa uwazi, mafanikio ya bima ya afya kwa wote hayatapimwa kwa uzinduzi wake, bali kwa namna mfumo unaofanya kazi siku inayofuata baada ya uzinduzi. Na hapa ndipo swala la preparedness, readiness linapokuja, na lazima tuulizane maswali magumu. Uwezo. Je, mfumo tulionao unaweza kuhimili mahitaji? Bima ya afya kwa wote
itakwenda kuleta ongezeko kubwa la matumizi ya huduma za afya nchini. Wananchi waliokuwa wanajizuia kufika hospitalini kwa sababu ya gharama, sasa watafika hospitalini. Huduma zitahitajika kwa wingi zaidi, kwa kasi zaidi, na kwa ubora unaofanana. Kwa hiyo nataka niwaulize leo, je, hospitali zetu zina vitanda vya kutosha? Je, zina wataalamu wa kutosha? Je, hospitali zetu ziko tayari kuhudumia wagonjwa wengi bila kushusha ubora wa utendaji wao? Hili si swali la NHIF peke yake, ni swali la wakurugenzi wa hospitali zote nchini mlioko hapa. Ni swali la wakurugenzi na mameneja wa mipango mliopo hapa siku ya leo. Hili ni swali la wasimamizi wa rasilimali watu kote nchini wa sekta ya afya. Hili ni swali la waganga wa mikoa kote nchini, waganga wa wilaya, wafawidhi wa wilaya kote nchini, vituo vya afya kote nchini na zahanati zote nchini. Hili ni swali lenu. Lakini swali hili si la taasisi tu na wakurugenzi katika maeneo mbalimbali. Swali hili pia ni swali la wizara yenyewe. Kila kiongozi anatakiwa ajue. Kila kiongozi ni lazima ajue uwezo wa taasisi yake. Uwezo wa taasisi yako uko wapi na pengo liko wapi? Ubora wa huduma. Nimelisema hili kwa sababu ninatambua bima ya afya kwa wote bila ubora wa huduma, bila quality, ni hatari kwa wananchi na ni hatari kwa serikali. Bila ya ubora wa huduma, bila ya ubora wa huduma, bima ya afya kwa wote ni hatari kwa wananchi, lakini hatari kwa serikali. Kwa hiyo kila mmoja wetu ni lazima ajipange vyema kujiuliza kwenye moyo wake maswali haya ambayo nimekwisha yauliza. Nimelisema hili kwa sababu viwango vya huduma, miongozo ya kitaaluma na accreditation za kimataifa ni msingi imara wa kuboresha huduma na kuzibakiza kwenye viwango hata kama wagonjwa wataongezeka mara 2 au mara 3. Kwa hospitali zetu, quality, ubora si jambo la maabara pekee, kwa sababu ukipita kwenye maabara zetu kumeimarishwa sana, kusafi sana. Lakini ukweli ni kwamba quality si jambo la maabara pekee, ni kila kitu, kuanzia mgonjwa alipoingia mpaka atakapotoka, kuanzia mgonjwa alipoanza kuhudumiwa mpaka atakapomaliza dozi na kupona. Ni nidhamu ya huduma kuanzia mapokezi hadi mgonjwa anapotoka, kuanzia mapokezi hadi mgonjwa anapotoka. Kwa viongozi, ubora si neno la ripoti. Ubora ni kitu kinachoonekana kwenye matokeo ya wagonjwa. Kila mmoja anawajibika. Kila mmoja wetu anawajibika katika makundi haya ambayo nimekwisha yasema, kuanzia wizara mpaka kwenye zahanati kule chini. Kila mmoja wetu anawajibika. Daktari kwa uamuzi wa kitaaluma atawajibika. Muuguzi kwa huduma ya kila siku anawajibika. Meneja kwa mazingira na mifumo anawajibika. Serikali kwa usimamizi na uwezeshaji tunawajibika. Kwa hiyo mifumo hii ambayo tunaizungumzia kwenye bima ya afya kwa wote sio hisani, na mifumo hii
haitafanya kazi kwa makaratasi. Mifumo hii haitafanya kazi kwa makaratasi. Kumbukumbu zisizounganishwa au maamuzi ya kubahatisha tunahitaji kuwa ni mifumo ya kidijitali inayoongea, integrated system, mifumo ya kidijitali itakayoongea, takwimu sahihi, udhibiti wa maamuzi na ufuatiliaji wa ubora kwa wakati halisi. Hapa NHIF ina jukumu la kuwa system integrator. NHIF, hospitali zina jukumu la kutumia mifumo ipasavyo. Hospitali zitakuwa na jukumu la kutumia mifumo ipasavyo. Wizara itakuwa na jukumu la kusimamia na kusukuma mabadiliko. Mifumo hii si ya tehama pekee. Mifumo hii ni uti wa mgongo wa uwajibikaji wa bima ya afya kwa wote. Hakuna mfumo unaofanya kazi bila watu. Mwisho lakini si kwa umuhimu mdogo, ni swala la watu. Bima ya afya kwa wote itakwenda kufanikiwa au itakwama kwa motisha za wahudumu, kwa mafunzo, nidhamu ya kazi na utamaduni wa huduma kwa wananchi. Ni mategemeo yangu tutajipanga vyema. Utolewaji wa taarifa, lakini katibu mkuu hautaishia wizarani kwa semina na maelekezo mbalimbali kwa watu wako pekee. Tunategemea kuanzia sasa kwa kipindi cha miezi 6, hizo workshop tunazozungumza, sijui semina, maelekezo yashuke chini mpaka ngazi ya msingi. Kwa mhudumu wa kawaida kabisa, lazima kila mmoja wetu apatiwe mafunzo ili kuweza kujua majukumu yake. Kila kiongozi atakuwa na wajibu wa kuongoza kwa mfano. Kila kiongozi atakuwa na wajibu wa kuhimiza maadili ya kazi, na atakuwa na wajibu wa kuondoa uzembe pale unapojitokeza. Hakutakuwa na nafasi ya kusema hilo ni jukumu la mtu mwingine katika bima ya afya kwa wote. Kila mtu atakuwa na jukumu, kila taasisi itakuwa na wajibu, na kila uamuzi utakuwa na athari. Ndugu viongozi, kwa upande wa serikali ni muhimu kufafanua pia nafasi ya Wizara ya Afya katika mageuzi haya ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya ndio msimamizi mkuu wa sera, policy steward, lakini ndio mlinzi wa mwelekeo wa kitaifa wa bima ya afya kwa wote, lakini pia ndio mshauri wa karibu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu misingi ya kiufundi, kifedha na kitaasisi ya mageuzi haya makubwa ambayo yanakwenda kufanywa na taifa letu. Kwa waziri mwenye dhamana ya NHIF, wajibu wangu ni kusaidia na kumshauri Mheshimiwa Rais juu ya namna bora ya kuweka foundation, msingi itakayohakikisha kuwa NHIF inakuwa open to continuous improvement, lakini pia ni systematically and institutionally ready kwa mageuzi haya makubwa ya bima ya afya kwa wote. Kuhakikisha ina mifumo imara ya kisheria, mifumo imara ya kifedha na kidijitali, na ina uwezo wa kujirekebisha kadri ya mifumo inavyokuwa. Mageuzi ya kizazi hayawezi kujengwa juu ya business as usual au legacy practice zisizoendana na ukubwa wa jukumu linalokuja. Ili tuweze kufika salama, sitavumilia business as usual, sitavumilia mazoea yanayozuia mabadiliko haya.
na hili nilimwambia katibu mkuu na wataalamu wote wanaohusika na mifumo hii, sitakubali uzembe unaojificha nyuma ya uzoefu, na sitamruhusu mtu yoyote au mfumo wowote kuwa stumbling block wa mageuzi haya ya taifa. Transformation requires courage. Inertia will not be protected. Hii si ajenda ya waziri. Hii si ajenda ya NHIF pekee. Hii ni ajenda ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni ajenda ya Watanzania, na hii ni ajenda ya taifa letu. Tunapotafakari kuhusu kuchelewa kwa nchi yetu kuanzisha bima ya afya kwa wote, kuna msemo wa kifalsafa unaosema kuchelewa sio kushindwa, mara nyingine ni hekima. Katika safari ya maendeleo, si kila anayefika kwanza ndiye anayefanikiwa zaidi. Wengine hufika baadaye, lakini hufika wakiwa wamejifunza, wameona makosa ya waliowatangulia na wamechagua njia bora zaidi. There are very few benefits of being late in history, but one of them is the ability to avoid other people's mistakes. Na hili tumejifunza kutoka mataifa yaliyotuzunguka ambayo walijaribu kwenda na bima ya afya kwa wote kabla ya taifa letu Tanzania. Tumeona mapungufu yaliyojitokeza kwenye mataifa yao. Tumeona namna walivyoshindwa kwenye mataifa yao. Sisi tusiwe pia wa mwisho kushindwa. Ni lazima tujitahidi kuhakikisha kwamba hatushindwi hata kidogo, kushauri na kuhakikisha kwamba bima ya afya kwa wote inakuwa endelevu, inakuwa ni ya kudumu leo na kesho. Na hili ndilo somo kuu linalotuongoza leo tunapozungumza kuhusu kuanzishwa kwa bima ya afya kwa wote, yani Universal Health Insurance. Ndugu viongozi, dunia imejaribu mifumo mbalimbali ya bima ya afya kwa wote. Baadhi ilifanikiwa na mengine ilijifunza kwa gharama kubwa. Zipo nchi zilianzisha haraka bila mifumo imara ya governance, digital controls na cost management, na leo zinapambana na mifumo isiyothibitika, gharama zinazokuwa bila kikomo na upotevu wa rasilimali. Sisi kwa neema ya wakati hatuko wa kwanza, lakini kwa busara tunataka tuwe wa mwisho kukosea. Being late gives us the privilege of foresight. Tunapoanzisha bima ya afya kwa wote, hatuanzi tu kwa mpango wa bima. Tunaanzisha mkataba mpya wa kijamii kati ya serikali na wananchi. Lakini mkataba huu hauwezi kusimama juu ya nia njema pekee. Lazima mkataba huu usimame juu ya mifumo imara, teknolojia sahihi na uwajibikaji wa hali ya juu. Ndiyo maana tunasisitiza kuwa msingi wake uwe digital first, ili kudhibiti matumizi, kudhibiti madai hewa na huduma. Dawa na vifaa tiba ambavyo huchukua sehemu kubwa ya gharama vidhibitiwe kupitia e-prescription na medicine management system. You cannot ensure everyone sustainability if you cannot see where the money goes. Na huo ndio ukweli. Lengo letu ni wazi. Kila Mtanzania apate huduma bora ya afya bila kujali uwezo wake wa kifedha. Bima ya afya kwa wote si tukio la kisiasa kama ambavyo nimetangulia kusema. Ni mfumo wa kizazi. Bima ya afya kwa wote sio mradi wa muda mfupi unaotekelezwa ili kukamilisha ahadi ya kisiasa pekee, wala si tukio la kuzinduliwa kwa shangwe kisha kuachwa liendeshwe lenyewe. Ni mfumo wa kizazi. Ni mfumo unaogusa maisha ya watu leo. Ni mfumo unaogusa maisha ya watu kesho na kwa miongo ijayo, miaka 50, miaka 100 ijayo. Ni mfumo unaokwenda kuanza leo, lakini matokeo yake yataonekana kwa watoto wetu wanaozaliwa sasa, kwa vizazi vya kesho
vitakaoshuhudia mapinduzi haya makubwa ya kihistoria yanayokwenda kufanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wanaoingia kwenye soko la ajira kesho, na kwa wazee watakaohitaji ulinzi wa kiafya hapo baadaye. Kwa maana hiyo, bima ya afya kwa wote haiwezi kupimwa kwa vigezo vya muhula mmoja wa uongozi. Bima ya afya kwa wote haiwezi kupimwa kwa vigezo vya muhula mmoja wa uongozi. Nadhani hiyo lugha imeeleweka. Bali lazima ipimwe kwa uwezo wake wa kudumu, kwa uwezo wake wa kubadilika na kuhimili misukosuko ya kiuchumi, mabadiliko ya idadi ya watu na mabadiliko ya magonjwa katika muda mrefu. Nafasi ya kimkakati ya MSD na TMDA katika mfumo wa kizazi wa bima ya afya kwa wote. Iwapo bima ya afya kwa wote ni mfumo wa kizazi, basi taasisi zinazosimamia dawa na vifaa tiba na udhibiti wa soko ndizo nguzo za uhai wa mfumo huu. Miongoni mwa taasisi hizo ni Medical Store Department na Tanzania Medicine and Medical Device Authority. Zina wajibu wa kipekee na uzito kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya sekta ya afya nchini, kwa sababu katika bima ya afya kwa wote fedha nyingi zaidi haziendi kwenye majengo, bali zinafuata dawa na vifaa tiba. Hivyo bila mifumo madhubuti ya kudhibiti mnyororo wa dawa, kuanzia usajili wake, ununuzi wa dawa, usambazaji wake, uingizaji hadi matumizi ya mwisho, bima ya afya kwa wote itabaki kuwa ni mfumo unaovuja. Maswali magumu ambayo ningetamani kumuuliza mkurugenzi mkuu wa MSD: je, tumejiandaa vipi kudhibiti gharama na kuzuia mianya ya udanganyifu? Kama MSD ni mhimili wa upatikanaji wa dawa katika mfumo wa bima ya afya kwa wote, basi lazima tujiulize maswali magumu kabla ya mfumo huu kuanza kupanuka. Je, MSD ina mifumo ya kidijitali inayounganishwa moja kwa moja na e-prescription ya bima ya afya kwa wote, ili kila dawa iliyolipiwa iweze kufuatiliwa kutoka ghalani hadi kwa mgonjwa? Je, tuna uwezo wa kugundua matumizi yasiyo ya kawaida, abnormal consumption patterns, kabla hayajageuka kuwa hasara ya mabilioni? Je, MSD inashiriki vipi katika kubuni kanuni za malipo, reimbursement rules, ili kuzuia overprescribing na matumizi yasiyo ya lazima? Je, mifumo yetu ya manunuzi na usambazaji imeundwa kuhimili ongezeko kubwa la mahitaji bila kuunda mazingira ya soko la magendo au double claiming? Je, MSD iko tayari kubeba wajibu wa kimkakati wa kusema hapana pale matumizi ya dawa yanapokiuka misingi ya tiba sahihi na uhimilivu wa kifedha wa kimfumo? Kwa sababu katika bima ya afya kwa wote, MSD si msambazaji tu wa dawa, bali ni mlinzi wa uhai wa mifumo au mfumo wa kifedha wa bima. Kwa upande mwingine, kuna maswali pia magumu kwa mkurugenzi mkuu wa TMDA. Yuko wapi Dr. Fim, Professor Fim? Nakupongeza, nimekuteua kwa mara nyingine kuwa mkurugenzi wa TMDA. Nimekuteua kwa mara nyingine kwa sababu unafanya kazi nzuri. Tumpigie makofi mengi kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Lakini nina maswali kwako. Je, udhibiti wetu unaendana na ukubwa wa mifumo tunayoianzisha? Kadri bima ya afya kwa wote inavyopanuka, ndio hatari za bidhaa bandia, dawa zisizo na ubora, matumizi yasiyoidhinishwa na mianya ya rushwa
ya udhibiti itakavyokwenda kuongezeka. TMDA lazima ijiulize kwa uwazi, je, udhibiti wa soko lote la dawa, ikiwa ni pamoja na private vendors, unaendana na ukubwa wa mfumo wa bima ya afya kwa wote? Katika utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, ni lazima tukubali ukweli mmoja wa msingi: si dawa zote na vifaa tiba vitatolewa na MSD. Sehemu kubwa ya soko, hasa katika hospitali binafsi, maduka ya dawa na baadhi ya vituo vya umma, itaendelea kutegemea private manufacturer, importers, distributors na pharmacies. Hivyo basi TMDA katika bima ya afya kwa wote hatuwezi kuiweka pembeni, ipo katikati ya mfumo mzima. TMDA haitasimama tu au haitasimamia ubora tu wa bidhaa, bali itasimamia uadilifu wa soko la kitaifa na dawa ndani ya mfumo wa bima ya kizazi. Kwa muktadha huo, maswali yafuatayo hayatakuepuka mkurugenzi. Swali la kwanza: je, TMDA imehusishwa kikamilifu katika usanifu wa mifumo ya bima ya afya kwa wote unaounganisha MSD, private vendors, hospitali binafsi na maduka ya dawa katika mfumo mmoja wa udhibiti? Lakini pili, je, TMDA ina mfumo wa ufuatiliaji wa wakati halisi, real time market surveillance, unaoweza kufuatilia matumizi ya dawa kutoka kwa private supplier sawa na yale ya MSD? Lakini tatu, je, kuna linkage ya moja kwa moja kati ya usajili wa bidhaa, bei zilizoidhinishwa, mtoa huduma binafsi na madai ya bima ya afya kwa wote, ili kuzuia overpricing, double claiming au bidhaa zisizoidhinishwa kulipiwa na bima? Je, TMDA iko tayari kusimamia pricing discipline katika mazingira ambayo private vendors wataona bima ya afya kwa wote kama soko jipya kubwa? Je, mifumo ya TMDA inaruhusu data analytics ya kutambua bidhaa zipi kutoka sekta binafsi zinazotumika kupita kiasi kinyume na miongozo ya tiba au kwa viashiria vya udanganyifu? Je, TMDA imejiandaa kudhibiti supply chain complexity inayoongezeka, ikiwa ni pamoja na parallel imports, special approval na emergency procurement, bila kuacha mianya ya udanganyifu? Kwa sababu katika bima ya afya kwa wote, udanganyifu mkubwa hautatokea tu kwenye maghala ya umma, utatokea pia kwenye mnyororo ya binafsi kama haitadhibitiwa mapema. TMDA katika mfumo wa bima ya afya kwa wote ni lazima ibadilike kutoka kuwa msajili wa bidhaa kuwa msimamizi wa uadilifu wa soko la dawa la kitaifa. In a universal insurance system, regulation must cover the whole market, not just the public supply chain. Ikiwa private vendors watakuwa ni sehemu ya mfumo wa bima ya afya kwa wote, na ninaamini watakuwa, basi udhibiti wa TMDA lazima uwe wa kiwango sawa, bila mianya, bila upendeleo na bila ya kuchelewa, kwa sababu udhaifu wa udhibiti wa leo kubadilika kuwa mzigo wa kifedha wa kesho. Ninatambua kuwa leo nimeuliza maswali mengi sana wenzetu wa TMDA na MSD, na hilo ni kwa sababu nafasi yao katika uendelevu wa bima ya afya kwa wote ikiwa ni msingi ambao hatuwezi kuupuuza hata kidogo. Hata hivyo, maswali haya hayakuwa yanalenga wao pekee. Nina maswali mengi zaidi
kwa wengine wote katika mfumo wa afya, lakini muda wa kikao hiki umeyoyoma sana. Kwa hiyo mengine tutaendelea kupeana katika vikao mbalimbali. Kwa mantiki hiyo, ninatoa maelekezo rasmi kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba zoezi la pamoja la maandalizi na utayari, readiness and preparedness exercise, linafanyika kwa uratibu wa wizara, likiwahusisha kikamilifu wizara yenyewe ya afya, NHIF, TMDA, MSD na taasisi nyingine zote zinazobainika au zitakazobainika kuwa ni muhimu katika uendelevu wa bima ya afya kwa wote, ikiwa ni pamoja na wenzetu wa mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa, waganga wakuu wa mikoa wakisimamia timu nzima ya mkoa pamoja na wilaya kwa ujumla. Na kwa kuwa tutakuwa na vikao kazi na mwenzangu waziri, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, pamoja na viongozi wa mikoa, wilaya, wakurugenzi, makatibu tawala wa wilaya na makatibu tawala wa mikoa, tutalizungumza hili kwa kinaga ubaga. Zoezi hili halitakuwa na taarifa tu wala la kukusanya mawasilisho. Litakuwa ni zoezi la kupima uwezo wa kila taasisi, kubaini mianya ya kimifumo, kurekebisha mapema kabla ya upanuzi wa kitaifa na kuweka uwajibikaji wa wazi kwa kila mhusika. Bima ya afya kwa wote haiwezi kusimama juu ya maandalizi ya taasisi moja au mbili. Lazima isimamiwe kwa utayari wa mfumo mzima wa afya kama mfumo mmoja wa kitaifa. Ninatarajia matokeo ya zoezi hili yawe wazi, ya vitendo na yenye mapendekezo ya hatua mahsusi, kwa sababu hatuna anasa ya kujaribu bahati nasibu katika mageuzi ya haki ya afya ya Mtanzania. Hitimisho na wito wa utekelezaji. Ndugu viongozi wenzangu, ninapohitimisha, napenda niwape msimamo kuhusu mwelekeo wa serikali katika kuhakikisha kwamba bima ya afya kwa wote inaanza kwa uthabiti na inadumu kwa uendelevu. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali imefanya uamuzi wa kimkakati wa kutekeleza hatua mbili muhimu ambazo ndizo nguzo za mafanikio ya bima ya afya kwa wote: elimu ya umma na uhamasishaji wa taifa. Serikali imedhamiria, sambamba na awamu ya kwanza ya utekelezaji wa bima ya afya, kutekeleza mpango wa kitaifa wa elimu na uhamasishaji wa umma kuhusu bima ya afya kwa wote. Mpango huu unalenga kuwaelimisha wananchi kuhusu maana na malengo ya bima ya afya kwa wote, haki na wajibu wa wanufaika, matumizi sahihi ya huduma za afya na mabadiliko ya kimfumo yanayotekelezwa katika awamu zinazofuata. Lengo la hatua hii ni moja na la msingi: kwanza, kuweka matarajio sahihi kwa wananchi; mbili, kuzuia matumizi yasiyo sahihi ya huduma; tatu, kupunguza msongamano wa madai pamoja na shinikizo la kifedha wakati wa upanuzi wa kitaifa. Kwa lugha nyepesi, bima ya afya kwa wote itafanikiwa pale ambapo mwananchi ataelewa kwamba si haki zake tu, bali pia kuna wajibu kwa upande wake. Kipaumbele cha kimkakati cha miezi 3 hadi 6 baada ya uzinduzi: urekebishaji wa mfumo na kuwa na mfumo mmoja wa kidijitali wa kitaifa. Ndugu viongozi, serikali inatambua kwa uwazi kwamba kwa
kwamba sasa Tanzania haina mfumo mmoja wa kitaifa wa teknolojia za habari za afya, end to end system. Haina. Ina uwezo kuendesha kwa ufanisi utoaji wa huduma. Mfumo mmoja unaoweza kuendesha kwa ufanisi utoaji wa huduma, usimamizi wa bima ya afya na udhibiti wa gharama katika ngazi zote. Badala yake, sekta ya afya inaendeshwa kupitia mifumo mingi ya tehama isiyounganishwa, fragmented system ambayo haisomeki, lack of interoperability na imejikita katika taasisi au vituo binafsi. Neno hili limenisumbua sana hili. Nataka niwaambie wazi, hiki si kikao cha kwanza neno hili linanisumbua. Interoperability. Interoperability oye. Na imejikita katika taasisi. Lack of interoperability maana yake kutosomana kwa mifumo kwa lugha ya kitaaluma. Na mifumo hii imejikita katika taasisi binafsi badala ya mtazamo wa kitaifa. Kwa mfano, JKCI wanatumia mfumo wa MediPro na MOI kwa balozi kule nadhani wana mfumo wao. Muhimbili wanatumia mfumo miwili tofauti. Jeheva katika kule Muhimbili, Upanga na Mloganzila wanatumia Jeheva pamoja na Wellsoft system katika idara ya dharura, yani emergency departments. Hospitali za rufaa chini ya Wizara ya Afya hutumia Afya EHMD Winner. Vituo vilivyo chini ya TAMISEMI hutumia GOTOMIS, yani Government of Tanzania Health Operation Management Information System. Hata hivyo, mifumo hii haina interoperability ya kitaifa, haisomani. Mgonjwa alikuwa kwenye zahanati au kituo cha afya, taarifa zake huwezi kuzivuta kimfumo pale Muhimbili au hapa Benjamin Mkapa. Hali kadhalika kwenye taasisi zetu mbalimbali. Mifumo hii haiwasiliani kwa wakati halisi, yani real time. Na mifumo hii haitoi taarifa za mgonjwa, huduma au matumizi ya dawa katika kituo kimoja haiwezi kuonekana au kuthibitishwa katika kituo kingine, wala katika ngazi ya rufaa au ngazi ya kitaifa. Na huo ndio ukweli, au nadanganya? Kwa mantiki hiyo, hatuna end to end visibility ya safari ya mgonjwa. Patient journey haionekani. Hatuna mfumo wa end to end ambao unaonyesha safari ya mgonjwa, wala uwezo wa kitaifa wa kuthibitisha huduma, kudhibiti matumizi au kusimamia gharama kwa wakati halisi. Kwa mantiki hiyo, ndani ya kipindi cha miezi 3 hadi 6 tangu Daktari Samia Suluhu Hassan atakapokwenda kuzindua bima ya afya kwa wote kwa awamu ya kwanza, wizara itaweka na kuendesha mfumo mmoja wa kitaifa unaosomana, interoperable hivyo hivyo interoperable hoye, interoperable hoye, wa end to end system, yani end to end health insurance and care management system, utakaotumika katika vituo vyote vya afya, kuanzia afya ya msingi, zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri na wilaya, hospitali za mikoa, hospitali za kanda, rufaa, hospitali maalum za taifa na taasisi zetu zote nchini.
Mfumo huu utakwenda kutumika katika vituo vyote vya afya kwa ajili ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, huduma za kitabibu, clinical encounter, usindikaji wa madai, claims processing, malipo, payment, na utoaji wa dawa na vifaa tiba, yani pharmacy and medical supplies dispensing. Sambamba na hilo, sera, kanuni, sheria zitarekebishwa, maana yake na kuelekeza Katibu Mkuu kuanza mara moja mchakato wa kufanya marekebisho ya sheria, sera, miongozo kuhusu mifumo hii, au kutungwa ili kuhakikisha kwamba tunakuwa, kama ni kanuni, kama ni taratibu, kama ni sheria moja, ndani ya miezi 6 ni lazima tuwe tumelikamilisha hili. Kwa hiyo matumizi ya mfumo mmoja wa kitaifa ni lazima. Nadhani nimeeleweka vizuri. Mnanisikia Benjamin Mkapa? Mnanisikia Moi? Mnanisikia Ocean Road kwa diwani? Mnanisikia Muhimbili? Hebu simameni nikiwataja. Mnanisikia Muhimbili? Mnanisikia kwa Kisengi pale JKCI? Mnanisikia taasisi zote zilizo chini ya serikali? Benjamin Mkapa wako wapi? Mbona sijawaona? Simameni, sijasema mkae. Mnanisikia wataalamu wa afya kwenye hospitali zote za mikoa, waganga wakuu wa mikoa na wilaya waliopo kuwakilisha wengine? Mnanisikia wizara, wakurugenzi? Inawezekana kupitia mifumo hii mkawa na mambo yenu. Sisemi kwamba mnayo, sisemi, na ninaamini kila mmoja wenu hapa ni mwadilifu, wala sina shaka na hofu ya kila mmoja wenu. Na nimeeleweka vizuri. Tukae. Matumizi na mabadiliko haya sio hiari, ni lazima. Dawa zote zitaandikwa na kutolewa kwa electronic prescription. Usimamizi wa dawa utafanyika kupitia electronic medication management system, na hakuna madai au utoaji wa huduma nje ya mfumo wa kidijitali unaothibitishika. Hatua hizi si za hiari, ni muhimu na za lazima kwa mambo yafuatayo: 1, kudhibiti gharama za dawa na vifaa tiba; 2, kuzuia matumizi mabaya na over prescription; 3, kulinda fedha za umma pamoja na uendelevu wa bima ya afya kwa wote. Ndugu viongozi, ninapomaliza, sisi wanasiasa tuna mwisho kabisa. Ninapomaliza ni muhimu nisitiza kwa mara nyingine kuhusu umuhimu wa ufuatiliaji, usimamizi bora wa utolewaji wa huduma, service delivery, katika vituo vyote vya afya nchini. Na katika hatua hii na kuelekeza Katibu Mkuu kuanzisha chombo maalum cha kudhibiti ubora wa huduma za afya nchini, chombo maalum cha kwenda kudhibiti ubora wa huduma za afya nchini. Chombo hiki kitakuwa ni chombo cha ufuatiliaji na kitaripoti kwangu moja kwa moja. Katibu Mkuu na timu ya wataalamu ninawaelekeza pia kwenda kufanya mapitio ya sera ya afya nchini. Sera ya sasa ya mwaka 2007 imekwisha pitwa na wakati. Nendeni mkafanye mapitio ili tuweze kupata sera itakayokwenda kutoa tafsiri na miongozo ya kudhibiti bei za huduma, vifurushi vya huduma na mambo mbalimbali. Katibu Mkuu, kitengo cha majengo hakifanyi kazi vizuri kusimamia kazi mbalimbali za majengo. Majengo mengi yako chini, yako grounded, na hakuna ufuatiliaji.
Tunahitaji watu sahihi hapa, lakini pia mchakato wa kukipandisha hadhi kiwe ni idara inayojisimamia. Tuanze mara moja kwa kushirikisha ofisi ya Rais Utumishi. Kitengo hiki kwa sasa hakina nguvu na uwezo. Kuna majengo, katibu mkuu, mmeyasahau na hamjawahi hata kwenda kuyatembelea. Huu ni mwaka wa 3. Sijui kama umeshakwenda, lakini mmeyasusa. Majengo yaliyoko pale Kisopwa, eneo la Mloganzila, sijui hata kama mliwahi kwenda miaka 3 iliyopita. Eneo karibu na Mloganzila. Majengo haya yalianza kujengwa kwa gharama kubwa, na kusudio lake lilikuwa ni kubwa, kukifanya kituo hicho kuwa ni kituo muhimu cha Wizara ya Afya, maabara muhimu ambayo pengine kwa sasa hatuna nchini. Ingeweza kuwa ni highly infectious disease, ikitumika kwenda kutibu magonjwa yale ya juu. Tunahitaji kwa Kiswahili fasaha katibu mkuu? Mimi naendelea kujifunza, lakini mmenielewa maana yangu. Majengo haya kwa sasa ni gofu, ni magofu. Kitengo cha ujenzi kipo, na sina hakika ndani ya miaka 3 lini wamekwenda kule, sina hakika. Mmeacha. Tungeweza kufanya, tunapokwenda kwenye uzalishaji wa dawa nchini, tutahitaji maabara, state of the arts maabara ambayo itashiriki kufanya uchunguzi na kupima dawa zinazozalishwa nchini. Lakini pia tungeweza kutumia majengo haya tutakapoyamaliza, kama ni maabara iliyosimama yenyewe, ingetumika kwa ajili ya mafunzo kwa wanafunzi, ingetumika kwa ajili ya kufanyiwa mambo mbalimbali. Lakini majengo haya mwaka wa 3, sina hakika kama mkurugenzi wa ujenzi amewahi kukanyaga kule miaka 3 iliyopita. Sina hakika, kwa sababu yamekuwa ni magofu. Sasa katibu mkuu, nenda weekend hii ukayaangalie, weekend hii, na ulete ushauri wa hatua ipasavyo, nini tufanye. Ndugu watendaji, vyuo vyetu vingi havifanyi vizuri kabisa. Vyuo vyetu, kurugenzi ya mafunzo, kuna kozi zimefutwa, na wizara inatumia gharama kubwa kusimamia mitihani. Nimesikia mnatumia karibu bilioni 20 kusimamia mitihani. Hili halikubaliki. Katibu mkuu, nasikia karibu bilioni 20 inatumika kusimamia mitihani. Wizara ya Elimu ipo, ipelekeni majukumu hayo. Nitazungumza na waziri wa elimu, majukumu hayo yaende Wizara ya Elimu. Fedha hizo zibaki hapa wizarani ili zitumike kufanya kazi nyingine ya msingi. Hatuwezi kutumia karibu bilioni 20 kusimamia mitihani na viongozi mpo. Haiwezekani. Haiwezekani. Si wakati wangu. Mtanisamehe sana. Na nimeeleweka vizuri. Si wakati wangu. Na hili mtanisamehe. Tuwaachie Wizara ya Elimu, tuzungumze nao ili wafanye hiyo kazi. Sisi Wizara ya Afya tujikite kwenye mambo yetu ya msingi. Kwani madaktari wanaozalishwa kule Muhazi, Wizara ya Afya mnapeleka fedha na kwenda kusimamia? Madaktari wanaozalishwa hapa Benjamin Mkapa, si ni Wizara ya Elimu? Kwenye hili mtanisamehe, siwezi kuruhusu hili wakati wangu. Zungumzeni na Wizara ya Elimu. Katibu mkuu, nenda kazungumze na katibu mkuu Wizara ya Elimu, kwanza kuzipa hadhi vyuo hivi ili kusudi viweze kuzalisha cream. Leo hii watoto wa Kitanzania wanaona ni bora wakimbilie kwenye vyuo binafsi kuliko vyuo vya serikali. Hili halikubaliki, kwa sababu
ule msingi wa uzalishaji wa ufahamu umepungua, umeshuka. Mwende mkajipange. Mkurugenzi wa elimu unayehusika na mafunzo, nenda ukajipange vizuri na utushauri ipasavyo hatua za kuchukua. Lakini hili la mitihani sikubali, mtanisamehe. Fedha hizi zingeweza kutumika kwenye mambo mengine, hata kuwaongezea posho hawa madaktari bingwa na wabobezi na watendaji wa hudumu wengine. Kama fedha hizi zipo, zipangeni, wapeni posho, walipeni vizuri. Kama kila mwaka tunatumia fedha hizi, nendeni mkazibajeti. Kuna wataalamu wabobezi wamesoma kweli kweli, miaka 15 mtu anasoma, anapata mshahara sawa na daktari aliyeanza kazi leo. Hili halikubaliki, lazima tulizungumze, tulifanyie kazi na tumpelekee amiri jeshi mkuu na rais wetu aliangalie kwa huruma yake. Ninaamini uchumi unapoimarika lazima atatuangalia. Sina hofu hata kidogo kwenye hili, kwa sababu madaktari hao wanafanya kazi nyingi, kazi ngumu, lakini hatuzungumzi sana mishahara na posho zao. Sasa katibu mkuu na timu yako, mwende mkajipange hili la mitihani. Haiwezekani mtumie bilioni 15, bilioni ngapi kwa ajili ya mitihani. Fedha hiyo ingeweza kujenga vituo vingapi vya afya? Au hata madaktari wenyewe wangetuelewa kama fedha hiyo mkajipangia hata kuangalia, kuwawezesha. Kwa hiyo hili, katibu mkuu, mtanisamehe, nendeni mkalipitie na mniletee ushauri ipasavyo. Kaa na wataalamu wenzako, muone namna mtakavyoenda kulidhibiti. Kitengo cha tafiti kipo chini ya idara ya sera na mipango, lakini kiukweli ni kwamba kitengo hiki kinapaswa kuwa chini ya idara ya monitoring and evaluation, kwa sababu tafiti hatuzioni. Niliwaambia pale nilipokuwa Ocean Road, katika dunia ya AI, msipofanya tafiti mkazithibitisha na mkazipublish, tutatumia tafiti za wenzetu, tafiti zetu hazitaonekana kwenye dunia ya AI. Sijui nimeeleweka vizuri? Tuna wasomi nchi hii. Ukiangalia takwimu za wasomi, hakuna taifa Afrika Mashariki wanatufikia Watanzania kwenye sekta ya afya. Huo ndio ukweli. Na wamesoma, wameandika, lakini tafiti hizi hazionekani. Sasa nendeni mkaangalie hili. Katibu mkuu, nataka idara ya tafiti muone uwezekano kuwa chini ya idara ya monitoring and evaluation, na kama mkurugenzi mkuu atakuwa ni mtu mwenye utaalamu wa takwimu, naibu mkurugenzi awe mwenye elimu ya udaktari, kwa sababu tunadhamiria kwenda kufanya tafiti, tunadhamiria kutumia tafiti kwenda kuimplement science. Nadhani nimeeleweka vizuri. Tunatumia tafiti kwenda kuimplement science. Sasa ili, katibu mkuu, mtakwenda kuliangalia ili turekebishe, turudi kwenye mstari. Idara ya majanga na dharura. Idara ya majanga na dharura, kila hospitali za mikoa na wilaya zina vitengo vya dharura. Uongo jamani? Lakini vinafanya kazi. Tujiulize leo, vinafanya kazi kule kwenye mikoa zile tunaita emergency nini? Zinafanya kazi kwenye wilaya. Zipo hizi VIP, tunaenda kama VIP, sio? Zinafanya kazi. Waganga wa mikoa, mtusaidie, zinafanya kazi? Haya, hili swali nawaachia wenyewe. Mkitoka hapa mtajijibu kwenye mioyo yenu ukweli, kama kweli zinafanya kazi au hazifanyi kazi. Lakini mkuu wa kitengo, nenda ukajidhatiti. Nataka nione mabadiliko, sio utaratibu wa kawaida ambao mmekuwa mkifanya. Nataka nione ninyi viongozi mlioko makao makuu mnafanya mambo extraordinary ambayo si ya kawaida.
binadamu wa kawaida ambaye hawezi kuyafanya. Yaani mambo ambayo mtu wa kawaida hawezi kuyafanya. Ukishapewa nafasi basi fanya mambo ambayo yule mtu aliyeko chini hawezi kuyafanya, wala hawezi kusogea kwenye kiatu chako. Si nimeeleweka vizuri hapo eh? Kwa hiyo nenda ukajipange vizuri, kwa sababu sifurahishwi na kitengo hiki pia. Nenda ukajipange, na kupa muda wa kurekebisha mambo. Nataka niyaone mambo yamerekebishika. Kwa hiyo sasa ndio mwisho wenyewe. Hii ndio mwisho wenyewe. Pamoja na kwamba Wasukuma hawa walinichukulia hotuba yangu, lakini nimejitahidi. Bima ya afya kwa wote si mradi wa wizara pekee. Ni ahadi ya taifa kwa wananchi wake. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, nawatakia maandalizi mema ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, yani Universal Health Insurance, yenye mafanikio makubwa kwa taifa letu. Tulichukue jukumu hili kwa uzito unaostahili. Tufanye maamuzi sahihi kwa wakati na tulinde hadhi ya haki ya afya ya kila Mtanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.